Ndugu wa Tanzania, kwa hali ilivyo katika taifa letu, nchi yetu pendwa Tanzania. Ndugu wa Tanzania, kwa hali ilivyo katika taifa letu, nchi yetu pendwa Tanzania, na matukio yanayozidi kuendelea katika taifa letu la Tanzania, na uovu ambao polisi wa Tanzania wanaoendelea kutekeleza wakikitetea chama kimoja cha CCM. Hivyo basi, tukikumbuka ndugu zetu waliouawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, tumeshindwa kulala na tumeshikwa na msongo wa mawazo. Hali hii imezidi kuwa kidonda ndugu katika taifa letu la Tanzania au katika moyo wa Tanzania. Hivyo basi, tumeamua tutengeneze kikundi ambacho kitakuwa ni kikundi cha kutetea wananchi wa Tanzania. Tumeamua tujitokeze wazi, bila uoga, bila kuwa waoga kwa lolote lile, kwa sababu tumevumilia kwa muda kuona kwamba serikali hii haramu itajirekebisha au itajiita mkutano na kutaka kujua wananchi wanadai nini. Lakini bado kila kunapokucha wamekuwa wakiwaumiza wananchi, wakitia hasira kwa mioyo ya wananchi. Polisi wamekuwa wakiwateka wananchi, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu na kuua watu na kuwapiga watu bila sababu. Hawajajiita mkutano wakajihoji kwa mauaji waliofanya tarehe 29 mwezi wa 10. Hawajajiita mkutano wakajiuliza ama wakatafuta makosa yao, ili hali wamekuwa ni watu wa kusifiwa pale wanapofanya mauaji. Ndugu wananchi, ninaombeni kikundi hiki kinapokuja kwenu, sio kikundi cha kuangamiza wananchi, sio kikundi cha kutishia maisha ya wananchi. Ijapo polisi watakanusha habari hizi na kutuita majambazi, waahini, ila sisi tumekubali kuitwa waahini kwa sababu ya nchi yetu. Kwa sababu polisi wamekuwa wakiwakamata watu na kuwapandikizia vesi vya uongo na kuwapandikizia kesi ya uahini. Basi neno uahini limekuwa ni neno la kawaida kwa jeshi la polisi. Tunachojua kwamba muahini ni mtu ambaye ameamua kuipindua serikali ama kumtoa rais madarakani. Ila sisi ambao tunaitwa waahini, tunapopinga uovu tunaitwa waahini, tunapandikishwa kesi za uongo. Basi tumeamua tujitokeze hadharani ili tuwe waahini kamili. Polisi anaponiua, polisi. Ila wakati mwingine bwana, ukifikiria ubinafsi ni kitu cha kisenge sana. Ndiyo, nimesema ni kitu cha kisenge. Kama unakwazwa na lugha yangu, wewe ondoka zako tu. Kwa sababu hebu jaribu kuangalia umma wa Tanzania ulivyo na namna ulivyojitoa kugharamia maisha ya viongozi wao, kuwapa maisha ya tofauti kabisa na maisha ya umma, kuwapa mishahara mikubwa kuliko mtumishi yeyote yule wa serikali, kiasi kwamba hadi profesa mwenye madigrii yake ya kutosha anakuwa tayari kuacha nafasi yake ya utumishi pale chuo kikuu na kwenda kutumika kwenye siasa. Fikiria tu, kiongozi ananunuliwa gari la gharama na umma, anajaziwa mafuta kila siku, analipiwa dereva, amepewa bima ya afya premium ya kutibu familia yake, ana vacations za kutosha kila mara, amejengewa jumba la gharama ya hali ya juu. Yani maisha anayoishi yeye ni tofauti kabisa na maisha ya kawaida ya Mtanzania, tofauti kabisa. Yetu unakuta jamaa haya riziki bado tena yanakwapua mabilioni ya pesa za umma, bado tena yana sacrifice future ya Watanzania walio wengi kwa ku repurpose hata ile budget, kile kibudget kidogo tu ambacho kimepangwa labda kutumika kwenye elimu au kutumika katika welfare au kutumika tu katika maendeleo ya vijana. Hata kile kibudget kidogo tu kusema basi tumeshawanyonya hawa watu, wameshatupa maisha kipekee kabisa, basi hata hiki kidogo tu wanachokiwekeza kwenye maendeleo yao basi kitumike kama ilivyopaswa. Hawafanyi hivyo. Yani kile kimkopo cha 10% tu kinachotengwa ajili ya vijana, nacho wanakiiba, wanakikwapua, yani wanahakikisha vijana hawapati kitu chochote. Zinatoka basi hata fursa, basi hata vijana wapate nafasi ya kwenda kusoma, wapate nafasi ya kufungua incubators hapa na pale, basi wapate nafasi za kujiajiri wao na maisha yao. Wameshatupa sisi maisha. Jamaa wajali, bado hata kale kadogo tena wanakaiba. Hao jamaa ni watu wa ajabu sana.
Unajiuliza, hivi sasa kiongozi unaridhika nini kuona watu unaowaongoza wanateseka na umaskini, huku wewe ukipita na ligari lako la mabilioni ya pesa? Unasikia raha gani? Unapita na likonvoi limsafara la magari 200, huku wote unaowapita wananuka umaskini wa hali ya juu. Unasikia raha gani? Yaani inafikia mahali unajidistance na watu wako kiasi kwamba mpaka wewe mwenyewe unakuwa stranger kwao. Yaani mwenyewe unawaangalia afu unajiona kabisa you don't belong there. Sasa unasikia raha gani? Yaani inakufaidisha nini sasa kufanya hivyo? Yaani unasikia raha gani kwamba kutembea kwamba nitembea na limsafara la magari 100, ma V8 magari ya milioni 500, 100, kila moja limpita vum 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 vum. Unasikia raha gani? Yaani wewe unasikia raha gani kama kiongozi kuishi maisha aina hiyo? Yaani inakuwaje inafikia mahali unakosa ubinadamu kiasi kwamba hauumizwi na maisha ya Watanzania wenzako, maisha ya wale unaoongoza, maisha ya wale waliokupa maisha ya anasa, yaani hayakugusi? Inakuwaje? Sijui binafsi ya kiasi hiki umetoka wapi bwana. Ifikie mahali bwana tukatae ushenzi bwana. Yaani haiwezekani tujitoe tukupe maisha ya kipekee na bado ushindwe kututumikia. Hata hilo, hata kusema tu basi nisimamie uwajibikaji, nalo linakuwa changamoto. Kusema tu nisimamie basi kila kitu kifanyike inavyopaswa, katika tu hali ya kuappreciate kile ambacho Watanzania wamefanya kwako. Hata hicho chenye kinakushinda. Wewe ni binadamu aina gani? Ama jamani, mashetani sana bwana. Wanakera sana washe.